Na msikilizaji, karibu sana katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa ya Hamza, na hii ni sehemu ya 33. 32 tuliona kwamba Hamza amepata kibarua cha kuweza kumlinda Yulia, na kumlinda sio kwamba anamlinda hivi hivi, kwa sababu kuna jambo ambalo amewekwa makusudi ili alijue ambalo analifanya Yulia, yani utafiti ambao anaufanya Yulia. Lakini sasa tufahamu ya kwamba Yulia alishawahi kukutana Regina kwa sababu tu ya bibi kipindi anaumwa. Yulia akaenda nyumbani kwa Regina na ilionekana ya kwamba ni kama Yulia anamtamani Hamza. Kwa hiyo Regina akasema ya kwamba wewe ni mume wangu. Yulia akasema okay sawa, lakini sio mbaya, ninaomba siku nikimhitaji Hamza basi uweze kuniruhusu. Sasa Regi akijua Hamza anaenda kumlinda Yulia, atafanyaje? Tuazidi usonga mbele, lakini pia kufahamu zaidi namna ambavyo watu wanazeeka, kumbe vitovu vyao vinanyonywa kila usiku. Naam, langu jina Lucas Lumbas. Sasa Hamza hakutaka kumfanya Regina ajisikie vibaya kwa kushindwa kutatua tatizo kama hilo. Afistoshe aliona ni kawaida kwake kutojua cha kufanya mara baada ya kuishiwa na mafuta njiani kwa mwanamke ambaye hana uzoefu. Sasa kwa sababu Shelly ilikuwa mbali, Hamza alimwambia Regina apande kwenye gari alokuja nayo, na akifika Shelly, yani kwa mbele hivi, awaambie wamletee mafuta na kisha yeye atangulie nyumbani, kwani haina haja ya kurudi nyuma tena. Asa Regina licha ya kusita kidogo, lakini alikuwa akijihisi kuchoka mno na alitamani kufika nyumbani na kwenda kulala. Afistoshe kuendesha gari kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam haikuwa rahisi kwa mtoto wa kike. Upande wa Regi, licha ya kuchoka, alijiona mjinga kushindwa kutatua tatizo dogo kama hilo, na Hamza ni kama alijua ni nini ambacho anakifikiria. Regina, ni vizuri pia kuwa dhaifu kama unaye mtu wa kumtegemea kama mwanamke, vinginevyo si uwepo wangu utaonekana hauna umuhimu. Aliongea na kumfanya Regina kumwangalia na macho yake ambayo ni kama sasa anataka kulea. Hali isiyoelezeka ilipita katika moyo wake. Basi baada ya dakika kadhaa Regina alikubali na kuingia kwenye Maybach na kuondoka. Sasa Hamza licha kushukuru, lakini alijiuliza kwa nini Regina hakuuliza ni nani aliyekuwa akiangalia naye filamu. Lakini kwa namna fulani alijiuliza ina maana Regina hakujali au kuna sababu nyingine ndio maana hajauliza. Nusu saa baadaye aliweza kuletewa mafuta na mtu aliyekuwa akiendesha pikipiki, na baada ya kuweka aliendesha gari kurudi nyumbani. Usiku huo hata baada ya kurudi ya kulala kabisa, alikuwa macho akisoma lile andiko alilolipata kutoka kwa Jegan, ambalo lugha yake ilikuwa ni ya Kitamil na ilikuwa ni ngumu sana kutafsiri haraka na kuelewa. Mpaka inafika asubuhi ndio sasa aliweza kuelewa kila kitu na kukariri. Kisha alichoma ile karatasi, maana hakuona kama kuna haja ya kuendelea kubakia nayo ili hali kila kitu amekielewa. Afistoshe aliona kuendelea kubakia nayo, yani ni kama tu ni kujiwekea mazingira ya hatari kwa watu kuja kulitafuta na kutaka kuichukua. Wakati akiwa nyumbani kwake, aliweza kusikia sauti ya Regi akitoka nje, na alijua lazima anaenda kuchukua mazoezi, maana ilikuwa tayari ni Jumamosi na kama kawaida yake alitumia siku hiyo kuchukua mazoezi ya mwili. Hamza hata yeye aliona atumie muda huo kuchukua mazoezi, hivyo alitoka nje katika eneo lake la kawaida na kisha alianza kucheza mdundiko. Sasa Regi hakutaka hata kumwangalia, maana hakuelewa ni mazoezi gani ambayo Hamza anachukua. Tena mazoezi yenyewe anatia aibu mno. Mara baada ya kumaliza mazoezi, kwa sababu sasa shangazi ya kuepo, ilibidi sasa kifungua kinywa waandae wenyewe. Hamza mara baada ya kumwona Regi anatoa vitu kwenye friji kwa ajili ya kupika, alijua ni ule mwendo wa kupika vitu vyeusi, hivyo alimzuia. Regina, unaonaje tukienda kupata kifungua kinywa mgawani? Isitoshe jua sio kali sana leo. Tunaweza pia kutumia muda huo kupunga upepo. Kuanzia Jumatatu tutakuwa busy na kazi, hivyo angalau upata basi hata muda kurefresh akili. Aliongea Hamza. Regina mara baada ya kusikia kauli hiyo, kiasi fulani aliguswa. Isitoshe pia bado alikuwa akiwazia swala la Hamza kwenda kuangalia filamu na mwanamke mwingine, japo hakuongea tu. Alikuwa akijifikiria muda wote kwa nini yeye hataki kutoka naye. Hata kama Eliza alimjua kabla yake, lakini kisheria ni mume na mke na wanaishi pamoja. Basi kwa sababu umesema mwenyewe,
Poa, tukatembee. Aliongea Regina bila kubadilisha muonekano. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alifurahi mno, na pale pale wawili hao walitoka mpaka kwenye garage. Regina alijikuta akisita akiwa hajui ni gari gani waendesha, lakini Hamza alisogelea basikeli yake. Regi huku akikunja sura akasema, unafanya nini? Twende na basikeli, itakuwa rahisi zaidi kuliko gari. Sasa wewe utachoka kuendesha. Regina, unadhani mimi ni mwanaume ambaye nina matatizo ya kimwili? Aliongea Hamza huku akijionyesha misuli yake. Muda ule Regina alikumbuka nguvu za Hamza na uwezo wake kwa ujumla, na hata shangazi alisema alikuwa na uwezo ambao ni ngumu kufikiria, hivyo alikubali. Basi Regi huku akiona sasa ngoja tu apande ili apate uzoefu mpya. Hamza akasema, usiguse mikono, wewe shikilia tu kiuno changu tu. Aliongea Hamza mara baada ya Regina kuwa na wasiwasi asijue ni wapi ashikilie. Kwani mimi nimesema na kugusa? Hebu endesha huko bwana. Aliongea na kumfanya Hamza kucheka, na aliendesha kidogo kisha akashika breki na kumfanya Regina mkumbatie bila kupenda. Sasa baada ya kuendesha kwenye barabara hiyo ya fuku ya bahari, alijikuta akijisikia vizuri mno. Mwanzoni aliona basikeli hiyo haikuwa na thamani kutokana na uchakavu wake, lakini mara baada ya kuipanda aliona haikuwa mbaya na ilitembea bila shida yote. Sasa wakati huo pia baada ya mikono yake kushika misuli ya tumbo la Hamza, ilitingishika kwani misuli hiyo ni kama ilikuwa imetengenezwa na chuma. Regi akaanza kwamba ndio maana ana uwezo wa ajabu, sio kwa misuli. Usafiri wako hauvutii kwa macho, lakini angalau unaonekana hauna shida. Aliongea Regina ili kumtoa Hamza kwenye kufikiria kama mikono yake ilikuwa ikichezea misuli ya tumbo lake. Hamza akacheka akasema, hii basikeli inaonekana muda mrefu tu, lakini nilitumia hela yangu ya kwanza kuipata hapa Tanzania, kwa hiyo nilinunua hii. Sasa kwa nini umenunua iliyotumika sasa, au ndio baili? Aliongea Regina, na muda huo aliangalia mavazi ambayo Hamza amevaa na kukumbuka aliyetengeneza ni Master Alec. Sasa baada ya kulinganisha thamani ya basikeli na mavazi hayo, alisha kutingisha kichwa kwa masikitiko. Hamza wakati akiendesha basikeli hiyo akipita kwenye nyumba zenye geti ambapo walinzi wake walikuwa nje wakitengeneza bustani, waliishia kushangaa tu, huku sasa wakimuonea wivu, wakijiuliza ndio fashion siku hizi za kupandishana kwenye basikeli zilizochakaa ama? Kwa namna ambavyo walikuwa akiangalia ilimfanya Regina kujisikia hali ya kukosa kujiamini kidogo, lakini Hamza hakuwa na shida hata kidogo. Wife, unatamani kula nini? Unaonaje ndizi za ukaanga na maziwa? Aliuliza Hamza, na Regina mara baada ya kusikia hivyo haijikuta akipatwa na hamu, maana ni muda mrefu hajakula ndizi. Regi akasema sawa. Sasa Hamza aliongeza spidi na dakika 20 tu mbele alienda kusimamisha kwenye mgawa mdogo sana wenye mabenchi pembeni ambapo kuna ndizi zinapikwa hapo, na kisha aliagiza na wakendo kaa pembeni. Sasa Regina yeye alikuwa amevalia jezi ya rangi ya pink ya Inter Miami na suruali track ya Gucci. Kutokana sana kuwa na umbo dogo, watu walimfananisha na mwanachuo. Eneo hilo lilikuwa likipendwa na wanachuo waliopanga maeneo hayo, ndio maana ilikuwa ni rahisi sana kumfananisha Regina na mwanachuo. Licha ya kwamba alikuwa mrembo, lakini hakuna aliyedhani ya kwamba msichana huyo ni mkurugenzi wa kampuni kubwa Dosam. Upande wa Regi, baada ya kukaa kwenye mabenchi katika eneo hilo kukiwa na baadhi ya watu, alijikuta akiona ni muda mrefu sana kukaa chini kama hivyo akiwa na wepesi wa akili kama mtu wa kawaida tu. Regina, mbona umeangalia sehemu moja tu bila kutoa macho? Kula, tayari nimekuwekea tomato. Aliongea Hamza mara baada ya kumwona Regi ni kama anashangaa tu. Bwana acha haraka, uone ndizi za moto hizo. Basi ngoja nizipulize. Wewe bwana acha bwana, unataka kuzitemea mate? Sasa umesema za moto, zimepoa. Yani nyao na wake kwa geugeu tu. Anyway. Aliongea Hamza huku akitingisha kichwa kusikitika. Wawili hao walitumia zaidi ya saa kukaa katika kimgawa hicho, wakitafuna ndizi na kushushia na juice. Baadhi ya wateja waliokuwa hapo walikuwa wakiwageuzia macho mara kwa mara. Muonekano wa Regi uliwapagawisha, lakini vile vile Hamza alikuwa ni mtanashati, yani handsome boy. Kutokana sasa na kuchanganya kwake rangi kulimfanya aonekane ni HB na kufanya sasa yani waonekane walikuwa kiendana, na ndio ilifanya sawa watu kuonea wivu. Wife, baada ya hapa tuelekee wapi? Popote unapotaka wewe. Unaonaje tukienda ile barabara ya upande wa beach? Haina magari na tunaweza kushindana kuendesha basikeli. Tunashindana vipi sasa wakati mimi sijui kuendesha?
Hivi kumbe hujui kuendesha baskeli? Kwa hiyo ni jambo la kushangaza. Wanawake wengi kama mimi hawajui kuendesha. Basi tufanye hivi, tunaenda na nitakufundisha namna ya kuendesha. Ukichoka tunaweza kuingia kwenye hoteli pale na kupumzika, na pia wauza seafood pale muda wa mchana. Tunaweza tukakuta na tukapata seafood. Maana mida hiyo ndio huwa anauza. Yaani mimi nitaweza kuendesha baskeli leo? Kuendesha baskeli sio kugumu. Kunategemeana tu na wewe mwenyewe. Regina siku nyingi alitamani pia kuendesha baskeli, lakini hakupata mtu wa kumfundisha. Na hivyo baada ya Hamza kusema anaenda kumfundisha, alijikuta akipata hamu ya kujua. Basi hakuna shida, nitajifunza na nikiweza tunashindana. Kauli hiyo ilimfanya Hamza kufurahi mno na kujiambia ndio muda wa kujichukulia pointi kutoka kwa huyo mrembo. Sasa baada ya kulipa, walielekea upande wa barabara ya fukwe na kuingia kwenye hoteli ambayo walikuwa na huduma kukodisha baskeli za kuchukulia mazoezi. Eneo hilo lilikuwa pia na waendesha baskeli na asilimia kubwa walikuwa ni watalii. Regina aliendesha japo kwa kushikiliwa, lakini kila akienda mbele kidogo alikuwa akidondoka kwa kuegamia upande mmoja, na mara ya mwisho kudondoka Hamza alimwahi na kumshika kiuno. Sasa kuzingatia na jezi ilikuwa ni nyepesi, Regina akasema bwana niachie, mbona unaendelea kunishikilia hivyo bwana? Sasa mimi naendeshaje? Aliongea Regina mara baada ya kugundua Hamza hakuwa akimwachia. Sasa Hamza macho yake alikuwa akikodolea kifua cha Regina na alikuwa akiwaza kama itatokea atakigusa kama Regina atadondoka kwa kuegemea upande wake, basi itakuwa ni fresh sana. Regina akasema Hamza jamani, hivi hujanisikia? Aliongea Regina kwa mara ya pili huku akionyesha kuchukia. Alijua Hamza alikuwa akifanya makusudi kutumia kitendo hicho cha kumfundisha kuendesha baskeli ili tu afurahie kumshika. Sasa Hamza alishakutetema kiasi huku akimwachilia na kuona haya usoni. Regina muda huo alianza kuendesha kwenda mbele, lakini mara baada ya kusogea mita kadhaa alianza kupoteza balance na alijikuta akipiga kelele mara baada ya kuona anakwenda kudondoka, lakini Hamza alikuwa asharuka kutoka alipo na kwenda kumdaka juu. Baskeli ilidondoka chini, lakini mwili wake ulikuwa umepakatwa na Hamza na kufanya sasa macho kuweza kukutana katika umbali mfupi sana kama sentimita 3 hivi au 4. Hamza akasema unaona sasa? Bila mimi kukushikilia unaweza kujiumiza. Regina akasema ungeniacha tu nidondoke bwana, sija kuomba msaada. Poa, kama ni hivyo basi mimi sikusaidii tena. Nyanyua baskeli yako mwenyewe. Bwana, hiyo ni juu yako. Aliongea huku sasa akijitoa kwenye mikono ya Hamza na kwenda kusimamisha baskeli yake. Hakujua kwa nini, lakini alijihisi hali baina yao ni kama inazidi kutokueleweka na kufanya mapigo yake ya moyo kwenda kasi mno. Basi bila kujua alitumia asubuhi yote kujifunza kuendesha baskeli mpaka akafanikiwa na hakuweza kuficha furaha yake baada ya kujua kuendesha baskeli siku hiyo. Walirudi mpaka kwenye mgahawa uliokuwa kando ya barabara na kisha waliegesha baskeli zao na kuagiza chakula cha mchana. Lakini sasa kabla hata ya kuagiza kula, walisikia kishindo cha baskeli zao kudondoka. Hamza alishia kukunja sura na kugeuza macho yake upande walioweka baskeli zao. Na pale pale ndo aliweza kuona ni gari aina ya BMW Z4 ndio ambayo ilikuwa imegonga baskeli yake na kuiharibu. Regina akauliza kwamba nini kinaendelea. Aliuliza sasa akigeuka na alijikuta akiweka uma chini mara baada ya kuona kilichotokea. Sasa Hamza alisimama na kuelekea upande ule na aliweza kuona mwanamke na mwanaume wakiwa ndani ya gari. Na walionekana kwa sababu gari hiyo ilikuwa imefunguliwa paa lake. Hamza mara baada ya kuangalia watu wale, pale pale macho yake alisinyaa mara baada ya mwanaume kumfahamu. Alex. Alishangaa sana Hamza. Msikilizaji, kama utakuwa unamkumbuka Alex, alikuwa ni Alex muuza vyungu, mwanafunzi mwenzake wa chuo cha Femo. Alikuwa na mwanamke ambaye Hamza hakumfahamu na ndio aliyekuwa akiendesha. Alex upande wake hakutegemea kumkuta Hamza eneo hilo. Ukweli ni kwamba kwa muda mrefu hakumfuatilia sana Hamza tokea tukio la kuagiza watu wakadili naye nyumbani kwake kwa kudhania alikuwa na mahusiano na Frida. Asa Alex alionekana kushangaa, na ni mara baada ya mwanamke mrembo sana kusogelea eneo hilo ambaye hakumjua moja kwa moja kama ni Regina. Japokuwa alishawahi kumuona Regina japo kwa kupitia picha kama mwanamke tajiri, lakini mazingira hayo yalimfanya asimtambue moja kwa moja na kudhania amemfananisha tu. Sasa yule mwanamke ambaye alikuwa amekuja na Alex akauliza kwamba hii baskeli ni ya kwako? Aliongea yule mwanamke alikuwa amevalia miwani na Hamza alitengisha kichwa kubali.
Alikuwa ni mwanamke mwenye asili ya Kiarabu, japokuwa alikuwa amejaliwa muonekano wa sura, lakini hakuwa na umbo zuri. Sasa Alex akasema, Hamza, tunaomba radhi, mpenzi wangu amegonga baskeli zenu bahati mbaya tu. Aliongea Alex sasa akimwangalia Hamza. Sasa yule mwanamke wa Alex akasema, oh baby, unamfahamu huyo? Alex akasema ndio, alishawahi kuwa kibarua wangu kule kazini. Aliongea hivyo Alex, na kauli ile Hamza alikunja ndita ise. Ukweli alitaka kusikia Alex akimtambulisha kama wanasoma wote, na kauli hiyo moja kwa moja aliona Alex ni kama ana inferiority juu yake ambayo hakujua inasababishwa na nini, lakini ndio anayoionyesha muda huo, ila hakujali. Hii sehemu ni pembeni kabisa na maegesho haya. Eneo lake ni kubwa. Hasi ni makusudi umefanya kugonga baskeli yangu? Aliongea Hamza akimwangalia yule mwanamke. Sasa yule mwanamke kwa kejeli kubwa akajibu ya kwamba hiyo nayo unaita baskeli? Mimi nimeona ni takataka ndio maana nimeigonga. Tena angalia uchafu wako umekwaruza rangi ya gari yangu. Hivi unajua thamani ya hii gari? Aliongea yule mwanamke tena kwa kejeli kubwa, na alichokuwa akifanya ni kama alikuwa akimdhalilisha Hamza makusudi tu kutokana na uwepo wa Regina. Lakini pia kwa wakati mmoja baada ya kusikia Hamza alikuwa kibarua wa Alex, aliamini hata mwanamke wake atakuwa ni kapuku tu, ndio maana wote wana baskeli. Sasa Hamza akasema, Alex, hebu ongea na mpenzi wako aelewe. Yeye ndio kagonga baskeli yangu na kuiharibu. Ninachotaka ni fidia na sio dharau zake. Reji akasema, Hamza, achana naye tu au tuite tu polisi. Hamza akasema, haina haja ya polisi, wataona ni kuwasumbua tu. Aliongea Hamza sasa akimwangalia Alex amtulize mwanamke wake, lakini Alex naye ni kama alikuwa akimuunga mkono ule mwanamke kutokana na uchakavu wa ile baskeli. Sasa yule mwanamke wa Alex akasema kwamba, hey baby, umemsikia ufukara huyo? Eti anataka fidia nyo. Ni kichekesho gani hiki sasa? Aliongea huko akicheka kwa nguvu na kuongea kwa nyodo na kufanya hata watu ambao walikuwa ndani ya mgawa huo kugeuza macho upande wao. Alex akasema, Sumaya, tuachane nao bwana. Ngoja nipatie $100 matengenezo inamtosha. Yaani utoe $100 kwa ajili ya kutengeneza huo mkoche? Wao ndo wanatakiwa kulipia fidia. Hili ni eneo ambalo baskeli za namna hii haziruhusiwi bwana. Afu bwana, usitoe hata 100 bwana. Hapa hakuna tofauti hata kubwa ya nani apewe fidia. Aliongea kwa kupayuka na kumfanya Alex kunyoya. Acha majigambo yako binti, sio swala la hela hapa, umesikia? Wewe ndio ambaye umeidharau baskeli yangu na kuigonga makusudi tu, yani kama vile unataka ugomvi. Hivyo unapaswa kulipia. Kwa unasema kwamba unajua sana sheria, si ndio? Unajua sana sheria. Hivi unafahamu mimi nani kwanza? Na kuuliza unafahamu nani? Sijui. Mjomba wangu ni Bashite Sweve. Nadhani ushamfahamu sasa. Wife, vipi unamjua? Aliuliza Hamza, na Regina alishakukunja sura. Alikuwa kimjua ndio, lakini alikuwa ni mtu mdogo sana, na hata kama anataka kuonana naye inabidi apitie ngazi za chini. Yaani Regina anamfahamu. Na kama huyo Bashite Sweve akitaka kuonana na Regi, inabidi anzie ngazi za chini sana. Yaani kwa ufupi huyo Bashite hana uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na Regi. Msikilizaji, ndio maana unaambiwa usimdharau mtu si mjua. Hawa wapuzi wameacha magari ya thamani kubwa sana ndani ya geti. Wameamua kutoka na kabaskeli tu. Asa Regi akasema, nishawahi kusikia tu jina lake la simjui. Asa kale kama mwanamke Alex akasema, we dada, we acha dharau wewe. Nani asemjua mjomba ndani ya hili jiji? Wakati karibia Tanzania nzima anafahamika. We vipi we dada? Sasa Alex mara baada ya kuona Sumaya anautafuta ugomvi na mwanamke yule mrembo, ilibidi aingilie kati. Alex akasema, Hamza, haina haja kufanya mambo kwa magumu kwako. Fanya ile lipite tu, afu stoshe tunafahamiana. Tulimaliza kishikaji tu. Aliongea Alex akijaribu kutuliza hali, na mara baada ya kuongea hivyo, Sumaya alijisikia kujivunia na alipiga hatua na kwenda kwenye gari na kutoa mkoba, kisha akatoa hela za 10,015 na kumpatia Hamza. Yaani alimpatia shilingi 50,000 za Kitanzania. Sasa kakasema ya kwamba una bahati sana, nipo kwenye mood nzuri leo. Hicho ndicho kiasi kinachokutosha kutengeneza baskeli yako. Aliongea na kisha alitaka kugeuza kuondoka, lakini Hamza alimzuia. Kama nilivyosema, hapa swala sio pesa. Na uwezi kunipa hela unavyotaka tu, eti na kusema ndio fidia.
Hizo ni dharau. Aliongea na kumfanya sasa kugeuka kwa mshangao. Sasa kaka sema kwamba hivi ni mjinga Yaani unasema 40,000 nilizokupatia zitoshe? Au ndio ushaona kwamba mimi na hela unataka ujipatie nyingi, si ndio? Kwa sababu sizo na mashiko Mimi nimeacha kumwambia mjomba wangu juu ya hili ili tu kutokufanya maisha yako kuwa magumu. Lakini unaona njaribu. Sina haja kumogopa mjomba wako. Umeharibu basikeli yangu, sihitaji pesa zako za kejeli. Nahitaji fidia. Msikilizaji, unamuelewa Hamza? Wewe unaweza ukajua kwamba fidia ya Hamza ni pesa. Yeye hataki pesa ila anataka fidia. Na fidia ni malipo yote ambayo mtu anahitaji. Sasa baada ya Hamza kuongea hivyo, alimsogelea Sumaya ili kutaka kumshika mkono. Lakini ilikuwa ni kama Alex alikuwa akisubiria, kwani pale pale alisogea kwa mbele kumkinga, na Hamza hakutaka hata kumjali Alex kwamba eti alikuwa na ukaribu naye chuoni, kwani alimshika yeye na kumkunja mkono kwa nyuma na kumfanya aweze kulalamika kuhisi maumivu. Sasa Hamza akasema ya kwamba ukiomba msamaha kwa kosa ulilolifanya, ninamwachia mpenzi wako. Kale kama mwanamke akasema, unafanya nini wewe mjinga? Niambie unataka kiasi gani mimi nitakupa na umwachie Alex. Sikia Mr. Kiela, umeharibu basikeli yangu, umesikia tena makusudi. Alafu kaniletea jeuri yako. Hivyo tafuta fundi aitengeneze, na ukishamaliza omba msamaha. Na fundi ndo atatoa makadirio ni kiasi gani unapaswa kufidia. Mimi nadhani wewe hauna akili wewe. Yaani unataka nitengeneze huu mchuma wako unaoita basikeli na nipoteze muda? Ingekuwa gari sawa, ila sio basikeli iliyochokaa kama hiyo. Usipofanya hivyo siwezi kumwachia. Aliongea Hamza huko Alex akijitahidi kutumia nguvu kujitoa, lakini alishangaa kuwa na uwezo hata wa kumsukuma Hamza kurudi nyuma. Sasa Sumaya mara baada ya kuona Alex anaumia, alijikuta kipoa akasema basi aishe, ngoja nimpigie fundi aje. Aliongea na Hamza alitabasamu na kumwachia Alex kisha akakaa pembeni. Matukio hayo yote yalimfanya Regina kuishia kukunja sura tu, kwa sababu aliona ni kama Hamza anakuza sana kwa basikeli iliyochakaa kama hiyo. Sasa Regina akasema, Hamza unapoteza tu muda wako. Haina haja ya kujibishana na mtu wa namna hiyo. Kwa nini sidai haki yangu? Wife, nishakwambia nina muunganiko wa kiroho na hii basikeli. Na siwezi kuiachia rahisi namna hiyo. Bado hujatimiza malengo yote. Baada ya kuongea hivyo, Regina akasema, ni basikeli tu bwana. Nitakununulia nzuri zaidi ya hii. Kareji kaliongea hivyo, lakini Hamza hakutaka kumsikiliza hata kidogo. Na Regina alishia kutingisha kichwa tu kwa masikitiko. Hamza alikuwa serious mno na basikeli yake na hakutaka aondoke mpaka inatengenezwa. Hivyo alisubiri mpaka nusu saa baadaye na fundi wa basikeli aliweza kufika. Sasa huyo fundi akasema, mimi naitwa fundi Simbo bwana, nimeambiwa una shida ya matengenezo ya basikeli. Aliongea mwanamume mmoja hivi aliyevalia kinini kikofia tu kile kinini mnaita nini? Kibarakashia, sije kibagarashia, mnaelewa pamoja na kanzu, na akijitambulisha kwa Alex pamoja na Sumaya kwamba anaitwa fundi Simbe. Sasa akaambiwa kwamba fundi, hebu nenda kaangalia basikeli yenyewe ni ile pale. Ukiharakisha itakuwa vizuri, maana nimepoteza muda wangu mwingi sana hapa. Ichunguze kwanza alafu niambie ni kiasi gani napaswa kulipia kama fidia ili niondoke. Aliongea sasa akimkata jicho Hamza. Sasa mzee yule alionekana kuwa mstaarabu na muungwana, na alishia kuwatingishia kichwa tu Hamza na Regina, na kisha alienda kuangalia basikeli. Mzee yule mara baada ya kuanza kuikagua ile basikeli ya Hamza, macho alianza kumtoka, na ni kama kuna kitu ambacho alianza kukitafuta, na alizunguka nyuma na mbele kuangalia kwa umakini mkubwa, na baada ya kuridhika airudi sehemu alipokaa Sumaya huku akihisi kijasho kumtoka. Sasa yule mzee akasema, nimekwisha kuiangalia tayari na haya ndio makadirio ya fidia yake pamoja na utengenezaji. Aliongea akiandika tarakimu kwenye kijikaratasi huku akiwa kama hajiamini. Sasa akaambiwa kwamba wewe ongea tu bwana, mimi sina haja ya kusoma. Yule mzee akasema, sawa, kwa jinsi ilivyoharibika na chuma chake makadirio ni $40,000 unazotakiwa kulipa. Akasema, nini? Unasemaje? Sumaya alijikuta akimtemea juisi aliyokuwa amekunywa mdomoni bila kupenda yule mzee wa watu. Kanzu yake mpaka ikachafuka maskini. Mara baada ya kusema anapaswa kulipa zaidi ya milioni 100 za Kitanzania. Sasa Alex mwenyewe alitoa tusi hilo, akasema, wewe fundi umechanganyikiwa nini? Hivi unajua $40,000 wewe? Aliongea Alex kwa nguvu, akishindwa kabisa kuvumilia.
Regina pia baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa fundi, aliona atakuwa amechanganyikiwa pia. Inakuaje fidia iwe kubwa hivyo? Alijikuta akigeuza shingo yake na kumwangalia Hamza na kumkuta alikuwa amekunja mikono yake akiwa hana hata wasiwasi kabisa. Sasa na kengele ya kuumbuka iligonga katika kichwa chake, maana ni kama alishajua nini kinaenda kutokea baada ya hapo. Ubaridi ulianza kumpitia katika uti wa mgongo. Kumbukumbu za tukio la Master Alec ni kama lilianza kujichapisha kwenye akili yake. Alianza kujiuliza maswali na kujiambia, au ina maana Hamza hata baskeli aliyokuwa akiendesha ilikuwa na thamani kubwa kuliko alivyokuwa akiwaza? Sasa Alex akasema, fundi Simbe, hebu naomba unisamee basi kwa lugha yangu, maana nimetamka hapo tusi. Ni mshtuko tu niliopata. Hebu ongea vizuri, maana mimi nahisi kama tumekusikia vibaya. Mzee akasema kwamba mnaweza kuhisi kwamba labda mmenisikia vibaya, ila ni kwa sababu hamna uelewa juu ya hii baskeli. Na mimi ndio mtaalamu wa muda mrefu sana wa baskeli. Najua ninachoongea. Nilijua mnajua, ndio maana mkanipigia simu nije kuangalia mwenyewe. Sasa Sumaya akasema, ni baskeli tu. Tena baskeli yenyewe ni hiyo iliyochakaa mno. Kwa nini fidia yake iwe kubwa namna hiyo? Sasa msikilizaji, mzee huyu anapokwenda kumjibu Sumaya pamoja na Alex, nimekuletea hii baskeli ambayo Hamza ndo anayo. Kwa hiyo unaweza kuiona hapo kwenye screen yako. Inaonekana imechakaa, lakini ndio hii baskeli ambayo Hamza alionayo. Sasa kwa maelezo ya mzee anasema ya kwamba ni ya zamani, ndio maana thamani yake ni kubwa. Hii baskeli imetengenezwa mwaka 1938 kwa ushirikiano kati ya kampuni ya Hamba na kampuni ya Dunlop. Ndio ilikuwa baskeli yenye upekee zaidi iliyotengenezwa kwa malighafi ghali kuwahi kutokea katika mwaka huo. Zilifuatana baskeli nyingine za muundo huu mpaka mwaka 1953 ndio uzalishaji wake ukawa umesitishwa. Makampuni makubwa ambayo yanauza vitu vya kale kwa mnada, baskeli ambazo wameweka kipaumbele kwa thamani kubwa kwa atakayepeleka kwao ni hizi za Hamba. Mimi mwenyewe nimesoma tu, lakini niliweza kujua haraka hii baskeli ni yenyewe kutokana na kwamba ukiangalia kwa chini utaona kuna mchoro wa vidole vitano vya kiumbe asiye binadamu ambavyo vimefungamana na vidole vitano vya binadamu. Kwa juu pia kuna chata la taji ambalo lilimwakilisha Mfalme George wa 6. Kwa lugha nyepesi, hii ni baskeli iliyotengenezwa na kuendeshwa na Mfalme George wa Uingereza. Miaka 12 iliyopita ilipigwa mnada na kununuliwa na mtu ambaye jina lake halikutajwa. Tena ni kwa dola za Kimarekani milioni 7 ambazo ni sawa na zaidi ya bilioni 15 za Kitanzania. Cha kuzingatia ni kwamba wakati huo baskeli hii inauzwa ilikuwa katika hali yake nzuri tu, na vitu vyake vya kale kama hivi thamani yake inatokana na historia ya mauzo yake yaliyopita katika mnada. Kwa hiyo na uhakika kwa hali hii, hata kama haijatengenezwa, ikipigwa tu mnada itauzwa kwa takriban dola milioni 3. Hivyo ndivyo alivyoongea mzee huyo, msikilizaji. Tena kitaalam kabisa, na alionekana alikuwa mjuvi nje ya muonekano wake. Sasa Sumaya akasema, mwacha porojo fundi, tokeni zalio sijawahi kusikia kuna baskeli ghali namna hiyo. Ninavyojua baskeli ni laki tu, ikienda sana milioni 1 huko. Lakini sio kufikia milioni, tena milioni 50. Sembuse bilioni. Mzee akajibu ya kwamba upo sahihi. Kwa mtazamo wako kabisa upo sahihi. Kwa sababu pia inaonekana kuwa chakavu sana. Lakini hujiulizi kwa nini kampuni ya Dunlop ambayo imetengeneza haya mataili yake imetangaza dau kubwa kwa mtu atakayerudisha kwao. Kama ingekuwa baskeli za kawaida kama hizi ambazo zinatengenezwa na kampuni ya Hamba, ni kweli kabisa gharama yake izidi hata milioni 3. Kinachouzwa hapa inavyosemekana sio baskeli kama baskeli, ni siri na maana ambayo imefichwa juu ya hii baskeli. Ukweli hata mimi nimeona pekee video ya hii baskeli ikiwa makumbusho huko Uingereza, lakini sijawahi kuiona ana kwa ana. Ndio maana nimeshtuka sasa hivi kuiona mtu anaiendesha katika mazingira ya kawaida kama hivi. Kama muamini maneno yangu, mnaweza tu kuingia mtandaoni kwenye tovuti ya kampuni ya Dunlop, mtaona tangazo la pamoja na video yake. Haijabadilika muonekano kabisa, ipo hivi hivi. Aliongea akiwa na uhakika, na Hamza alitengesha kichwa kumkubalia yule mzee, maana hakutegemea fundi atakayekuja angekuwa muelewa hivyo. Hata mpango wake aliokuwa nao kwanza, yani mpango wake aliokuwa nao wa mwanzo wa kumkomesha Sumaya, aliachana nao baada ya kuona mambo yamekuwa mepesi. Hasa mara baada ya kusikia maelezo ya mzee Simbe, walijikuta wakipagawa. Yani Alex na Sumaya macho yaliwatoka, na kwa namna mzee huyo alivyokuwa akijiamini haikuwa na uongo hata kidogo. Hasa pale Sumaya alijuta. Aisee, alijua kugonga baskeli hiyo
kama ilivyokuwa tabia yake ya kununua ugomvi, angeweza kumdhalilisha mtu kwa kiasi kidogo tu cha pesa. Lakini hakujua gharama yake itakwenda kuwa sawa na gari yake. Nani angejua mkweche ambao Hamza anaendesha una thamani zaidi ya bilioni kadhaa za Kitanzania na unatafutwa na kampuni kubwa za minada duniani kwa dau kubwa sana. Asa Regina hata yeye alikuwa kwenye mshtuko mkubwa. Mara baada ya akili yake kukaa sawa, ilibidi Sam angalie Hamza kwa maswali mengi. Sasa Regina akasema, wewe si ulisema ulinunua kwa mtu au ulinidanganya tu? Kuna mtu amekupatia Sijadanganya. Kuna mzee alikuwa akiendesha na aliniambia amechoka ndio maana nikainunua. Mimi sijafikiria sana wakati nainunua. Nilichotaka tu ni kumiliki baskeli kwa ajili ya kurahisisha tu misheni zangu. Aliongea Hamza huku akicheka kinafiki. Reji akasema, umefanya makusudi tu. Inawezekana vipi ninunue baskeli ya gharama kubwa hivyo kwa ajili ya kuendesha tu? Babu aliniuzia hii baskeli alikuwa haiendeshi. Alikuwa amehifadhi tu store. Sasa nikaona kuliko ichakazo na kutu, si bora ninunue tu niitumie mimi na kuipa uhai. Au na wewe unaamini huyo mzee alinipa kama zawadi? Pengine alinipenda baada ya kwenda nyumbani kwake kumrekebishia bomba ambalo lilikuwa likivujisha maji jikoni. Ndio maana akaniuzia kwa bei sawa na bure. Isitoshe siku hizi wanaoendesha baskeli pia ni wachache sana. Inaweza pia kuwa si sababu. Aliongea hivyo Hamza. Sasa Reji akasema, kama ni hivyo, kwa nini hukuniambia ni ya thamani sana wakati unajua kila kitu? Au ulikuwa mpango wako tu kunifanyia, yani kunifanya mimi nionekane mjinga? Aliuliza Regina huku akisaga meno na kukumbuka namna ambavyo alimkataza Hamza akautupe huo mkweche. Haikuwa na haja sana. Nilijua tu huwezi kuitupa baada ya kukuambia na muunganiko nayo, yani na muungano nayo kiroho. Aliongea Hamza na kumfanya Reji kukosoa neno lingine na kujiambia ngoja tu avumilie ujinga wake. Sasa Reji akasema, siwezi kukuamini hata kama umeleta takataka nyumbani kuanzia sasa. Hebu malizana nao kwanza utondoke. Aliongea na Hamza alitikia kwa kichwa na kisha aliwasogelea Sumaya na Alex. Alex muda huo alikuwa amechanganyikiwa sana. Ukweli ni kwamba alishawahi kumwona Hamza akifika chuo na hiyo baskeli. Na siku zote walishia kumcheka tu maana silikuwa chakavu sana. Lakini muda huo alikuwa akiumbuka live pamoja na mpenzi wake Sumaya. Unaonaje sasa namna unavyokwenda kulipa pesa nyingi kutokana na dharau zako? Aliongea Hamza na kumfanya Sumaya kuanza kujutia matendo yake. Sumaya akasema, huwezi kunilipisha kiasi chote hicho cha pesa kwa yani etiwe kama fidia. Mjomba wangu ni meya, huwezi kunidhulumu kirahisi. Kama unahisi mjomba wako anaweza kukusaidia katika ile, mpigie simu. Na nikukumbushe tu, ninachotaka ni fidia hapa. Sio kutaka kusikia siji nani kwako. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Alex akasema, Sumaya, mpigie simu mjomba wako bwana. Mpigie kusaidia kwenye hili. Hicho ni kiasi kikubwa sana cha pesa. Aliongea Alex na Sumaya hakutaka kupoteza muda. Alipiga simu pale na ndani ya dakika chache tu ikapokelewa. Sumaya, kuna nini bwana? Si tulitoka tu kuongea asubuhi tu, Nilikwambia swala lako nalifanyia kazi bwana. Mjomba, nimepata tatizo lingine. Niligonga baskeli ya mtu kwenye maegesho ya magari na sasa hivi anataka fidia zaidi ya dola 40,000. Nini? Nani huyo? Huyo si mwizi kichaa kabisa. Nani huyo? Sauti upande wa pili ilifoka hivyo. Upande wa yule fundi mara baada ya kuona kinachoenda kutokea, alimsogelea Hamza na kuongea naye kwa sauti ya chini. Akamwambia japo mjomba wake ni meya tu, lakini vile vile ana connection kubwa na vigogo wa serikali. Nadhani ulimalize tu kwa kiasi kidogo tu cha pesa. Mimi nitarekebisha baskeli yako na kurudi vizuri tu. Nisikie mzee, sijali connection yake mimi. Hapa ni mpaka nilipofidia juu ya dharau walizonionyeshea. Watoto kama hawa wanaolelewa vibaya hawezi kujifunza bila kuwapa fundisho. Aliongea Hamza na kumfanya Regina kuona nia ya Hamza ni kumshikisha adabu Sumaya na sio swala la hela. Basi Reji akasema kwamba ngoja nimpigie mzee Kibatala, atajua namna kulimaliza ili haraka. Aliongea Regina na Hamza alimkumbuka mzee Kibatala ni mwanasheria kongwe Tanzania na alimkubalia. Upande wa Sumaya, mjomba wake alimwambia asubiri atatuma mtu kuja hapo mara moja kudili na huyo mwizi kichaa. Na wakati anamaliza kuongea na simu, ndio na Regina alikuwa anamaliza kuongea na mzee Kibatala, ambaye alihakikisha ndani ya dakika atakuwa amemalizana na meya. Asa wote walisubiri dakika kadhaa huku Sumaya akijiona mshindi. Upande wa Alex, yeye haikueleweka alikuwa akifikiria nini, ila macho yake yalikuwa hayatoki kwa Hamza na Regina. Muda huo wakati sasa akiwaza, simu ya Sumaya ilianza kuita na alitabasamu. Jamani, yani ndio maana nampenda mjomba wangu. Yani huwa acheleweshagi mambo. Aliongea kwa lafudhi yake yenye Uarabu. Sumaya, hivi ushaanza tabia yako ya kutafuta matatizo?
Mjomba anamaanisha nini? Mzee Kibatala amenipigia simu juu ya swala la wewe kugonga basikeli ya watu. Hivi unakuwaje unaingia katika migogoro na mkurugenzi wa kampuni kubwa kama ya Dosam? Ina maana umeshindwa hata kumjua bosi Regina wewe? Uangaliaje taarifa habari? Hujawahi kuona picha yake kwenye mitandao? Mjomba alijikuta akifoka na kumfanya Sumaya kugeuza macho yake haraka na kumwangalia Regina ambaye alikuwa ametulia akiwa hana hata wasiwasi. Sasa Alex akasema ya kwamba Sumaya vipi, anasemaje? Sumaya akasema anasema Regina mmiliki wa kampuni ya Dosam. Aliongea Sumaya lakini alikatishwa na sauti ya mjomba wake kwenye simu. Sumaya, nisikilize kwa makini kabisa. Kama unataka ulichoomba ambacho unahitaji ni kukamilishie, malizana kwa heshima na bosi wa Dosam na kisha umuombe msamaha. Mimi sitaki matatizo bwana kwa kufanya hili swala lisambae kwa ukubwa bwana. Aliongea kwa hasira na pale simu ikakatwa. Sasa upande wa Alex, muda ule ni kama sasa akili yake ilikuwa imemtoka usingizini. Tokea aje hapo alikuwa akimfanisha Regina lakini alishindwa kumjua fika licha ya urembo wake. Pumzi zilianza kuwa nzito mara baada ya kugundua hakuwa akimfanisha Regina. Alikuwa ndio bosi mwenyewe wa kampuni ya Dosam. Mwanamke tajiri, lakini sio hivyo tu, mwanamke ambaye alisababisha kupotea kwa rafiki yake James na baba yake. Alijikuta akimwangalia Hamza na kisha macho akarudisha kwa Regina. Pale maswali kibao pamoja na wasiwasi tulimvaa. Mara ya kwanza ilikuwa ni Frida, ikaja Priscilla. Sasa hivi umiliki wa baskeli ya bei ghali. Na sasa Regina. Ukweli ni kwamba licha tokea mwanzo alikuwa akijua familia ya James ilitaka kuingiza nguvu yake katika kampuni ya Dosam hata kwa kutumia hila, lakini licha mara nyingi kusikia jina la Hamza likitajwa, hakujua ni Hamza anayemjua na alijiona mjinga kwa kutofikiria mbali. Sasa Alex akaanza ya kwamba kwa nini sikumwambia Chris anionyeshe picha? Aliwaza hivyo Alex akikumbuka siku ambayo Chris alikuwa akimlaumu James kwa mwanaume anayeitwa Hamza kumchukua na mwanamke wake. Alijua mtu huyo alikuwa ni Hamza, lakini hakujua ni Hamza huyo. Yaani ni Hamza huyo aliyenea hapa sasa hivi. Sasa Hamza mara baada ya kuona wawili hao wanamshangaa, hakutaka kuendelea kupoteza muda. Isitoshe muda ulikuwa umeenda na alimsogelea Sumaya na kisha akamwambia mpatie simu yake. Sumaya akasema simu yangu ya nini? Aliweza kusasa akiwa mpole, lakini Hamza wala hata hakumjali na pale aliandika account namba yake ya benki. Hamza akasema ndani ya siku 2 ingiza $50,000 humo. Sumaya akasema nini? Sio tena 40,000. Hamza akasema nishasahau. Nilisema 40,000 Ingiza basi 50 ninazokumbuka. Aliongea na Sumaya alishia kumwangalia tu Hamza bila kuongea neno. Alikumbuka namna mjomba wake alivyosikika kwa hasira. Sasa Alex akasema kwamba Sumaya, nitakuchangia nusu, ila hakikisha mjomba wako anakamilisha lile swala. Sumaya akasema lakini Alex, nitabakiwa sina hata 100 mfukoni na nitegemea ile dili kwenda Korea kufanya upasuaji. Alex akasema maliza kwanza ile Sumaya, la sivyo utafanya kila tulichopanga kwa mjomba wako kuvurugika. Fursa nyingine itajitokeza tu na utapata hela. Aliongea Alex. Sasa upande wa Hamza hakujua ni swala gani, lakini kwa namna moja ama nyingine alijua lazima ni masuala yake tu ya kishushushu tu, kama alivyosikia kutoka kwa Frida kwamba Alex alikuwa shushushu kutoka binamu. Kwa sababu baskeli iliharibika sana, fundi alipaswa kuondoka nayo, lakini Hamza aliongea naye chini kwa chini akimpa tahadhari ya kuhakikisha kwamba baskeli hiyo haipotei na wala hakuangui chuma chake na kufanya madini yaliyotumika kuitengeneza yaonekane. Asa mzee huyo pia baada ya kujua Regina ni bosi wa kampuni ya Dosam, ile hali ya uaminifu iliongezeka pale na kuona anaweza kufanya chochote kitokea amefanya utapeli. Asa Sumaya na Alex waliishia kumwangalia Hamza pamoja na Regina wakitokomea kwenye macho yao. Sumaya alikuwa akiwazia hasara ya pesa aliyoingiza, lakini wakati huo Alex alikuwa na shauku kubwa ya kumjua Hamza ni nani na kwa nini wanawake wenye vyeo vikubwa na warembo wanaonekana kumngangania. Haikuwa hivyo tu, tetesi alizoweza kusikia kuhusu kupotea kwa James, mzee Benjamin na Lamla ilihusishwa na Hamza ambaye sasa anamjua ni Hamza aliyekuwa akimjua. Sasa alijiambia kama Hamza aliweza kuvuruga kila kitu, maana yake hakuwa mtu wa kawaida hata kidogo. Matukio mbalimbali ambayo alimhusisha Hamza aliweza kuyakumbuka, ikiwemo tukio la Hamza kuua mwanajeshi. Hofu pale ilimvaa
na kujiambia anapaswa kutokushindana na Hamza na anapaswa pia kumpa tahadhari na ndugu yake Chris. Hasa upande wa Reji pamoja na Hamza hawakutaka kurudi nyumbani mapema, hivyo wairudi eneo lile lile walipokodi baskeli na kuchukua nyingine na kisha kuendelea kuendesha kwa kushindana awamu hiyo. Hasa Regina alipenda rangi ya baskeli mpya ambayo Hamza amekodi na kumpokonya na kisha wakaanza kuendesha. Licha na yaliyotokea ni kama ashaanza kumzoea Hamza na surprise zake alishaanza kuzoea, hivyo hata hakuumiza kichwa zaidi ya kufurahia tu uzoefu mpya. Ila alijiambia kwamba anapaswa kuzingatia kila anachomiliki Hamza, anapaswa kuwa nacho makini maana havikoi kugeuka dhahabu. Sasa baada ya kuendesha kwa muda mpaka kuchoka, wairudisha baskeli za watu na kisha walienda kukaa ufukweni. Regina hakuwahi kuwa na hali tulivu kwa muda mrefu kutokana na kuwa busy mara nyingi, na siku hiyo alijikuta akifarijika kuona watu wengi wapo ufukweni, familia kwa familia, na wenza kwa wenza wakifurahia maisha na kusahau shida zao. Alikuwa akijua hata kama mtu amefanikiwa vipi, kila mtu ana shida zake kwenye maisha yake. Hivyo kitendo cha kufurahi huku akisahau shida ilimfanya kuona pengine na yeye inawezekana kuwa na furaha namna hiyo. Wakati akiwa sasa amekodolea macho jua ambalo lilikuwa likitokomea magharibi, Hamza alimsogelea kwa nyuma na kisha kumkumbatia kwa kupitisha mikono kwa mbele na kuweka kidevu chake kwenye bega lake. Sasa Regina alitaka kumuondoa Hamza lakini alishindwa na kumwacha kama alivyo na kujikuta akitoa tabasamu hafifu huku akiendelea kuangalia jua. Walikaa hivyo kwa muda mrefu huku sasa wakora ndani ya eneo hilo wakimwonea Hamza wivu kwa kuwa na mwanamke mrembo kuzidi wapenzi wao, na Hamza alijisikia fahari. Dakika hiyo alikumbuka kitu na alitoa simu yake na kumuomba Reji wapige picha ya kumbukumbu. Siku yao ya kwanza kutoka out. Na Regina alimwambia apendelee kupiga picha lakini Hamza alipiga selfie kwa kumlazimisha, na mwishowe Regina alijikuta kitabasamu ili picha itoke vizuri. Sasa Hamza huko akiwa anacheka akasema sio mbaya, hii picha imetoka vizuri mno. Hapa ukiangalia utaona kabisa kijana machachali Hamza mzee na mwanamke mrembo kuliko wote Bongo tunavyoendana. Yaani nadhani malaika wanashangilia sasa hivi huko mbinguni. Reji akasema unafikiria sana ujinga. Una machachali gani sasa? Wife, ngoja nikutumie kabisa na uiweke kwenye wallpaper ya simu yako. Ukiona mara kwa mara utagundua namna gani mimi ni kijana machachali na utakufa na kuoza kabisa juu yangu. Mwacha kwenda huko bwana, mambo mengi tumuone. Basi kama utaki kuiweka acha. Unaonaje ukanisave basi angalau hata namba yangu kwa jina zuri, angalau hata nipate hata basi faida ya kuitwa mume wako basi. Bwana inatosha sasa, mimi sitaki watu wanione bwana nimegeuka kichaa ghafla, aliongea Regina. Na dakika ile aligeuka kichaa kweli na kuanza kukimbia kwenye mchanga wa fukwe akipita watu kwa speed sana. Sasa Hamza huku akimkimbiza Reji akasema, Regina baby unaenda wapi sasa? Nisubiri basi, aliongea Hamza na kuanza kumkimbiza Reji kwa nyuma. Na ilikuwa ni picha nzuri sana kana kwamba ni walikuwa wakitengeneza filamu ya mapenzi. Ikiwa ni muda wa jua kuzama ndani ya nchi ya Tanzania, hakukuwa na mabadiliko ya muda katika maeneo ya bahari ya Hindi yanayopakana na nchi za Somalia, Tanzania na Kenya. Wakati miale ya mwanga wa jua ikiwa imesambaa juu, bahari iliyokuwa tulivu na kutengeneza mnunurisho kuvutia. Katika meli ya maharamia wa The Shark, alionekana Captain Ken ndani ya chumba akiwa ameloa jasho, huku misuli yake ikiwa sasa imetuna kutokana na kila alichokuwa anafanya. Chini yake katika kitanda alikuwepo mwanamke ambaye alikuwa ametoa macho kama mfu, huku mwili wake wote ukiwa umekufa ganzi na kukosa hisia zozote juu ya kila ambacho kwa kikifanyika. Sauti ya haramia ikiita boss ilisikika kwa nje na kumfanya Ken kupunguza spidi kwa kile alichokuwa akifanya. Jamaa kwa Kiingereza akasema kwamba kuna nini wewe mshenzi? Yule mtu akasema kuna boti ya uvuvi inasogea kwa kasi upande wetu. Ken akasema pumbavu, hiyo boti ina nini mpaka ni kupaniki na kuniharibia starehe yangu? Aliuliza Ken kwa hasira, maana siku zote wanakutana boti nyingi za uvuvi. Sasa Ramia akasema kwamba hapana boss, hii boti tunaitilia mashaka. Aliongea Ramia na kumfanya Ken kung'ata meno na kusimama. Akasema okay, nimekuelewa, natoka nje sasa hivi kuangalia. Asa baada ya kauli hiyo, haraka alivaa mavazi yake na kisha alimwangalia mwanamke yule aliyekuepo kitandani. Na kisha kwa kebei akasema kwamba huyu mwanamke bado ni mrembo lakini akili yake haifanyi kazi tena. Yaani ni kama tu
nafanya kitendo na maiti, aliongea. Na haramia aliyekuwa mlangoni alicheka. Akasema, Captain anahudumia watu zaidi ya 8 kila siku na hana muda wa kulala. Ni bahati tu mpaka sasa hivi hajakufa bado. Basi Ken akasema kwamba nyewe washenzi, mwache kutumia nguvu zenu sana ukojoa, la sivyo mtajikuta hamna nguvu tukiingia vitani. Aliongea Ken huku akicheka na kutoka ndani ya boti hiyo kwenda nje. Hasa muda huo kulikuwa na maharamia zaidi ya 12 ambao walikuwa wakikodolea macho boti iliyokuwa inawasogelea. Sasa kuna bwana mmoja akasema kwamba bosi, hebu angalia ile boti. Kuna watu wamekufa ndani yake. Aliongea huku sasa akimkabidhi Ken darubini. Ken mara baada ya kuangalia boti ile, uso wake ulijikunja. Ni kweli aliweza kuona wanaume 2, mwanamke mmoja na mtoto wakiwa ni wafu. Kulingana na uzoefu wake wa haraka, alijua lazima boti hiyo itakuwa inamilikiwa na familia ya mvuvi, na waliofariki ni familia hiyo, kwani kwa jinsi maiti ya mwanamke ilivyoonekana ni kama alikuwa amefanywa ukatili wa hali ya juu wa kijinsia. Asa Ken akasema kwamba inaonekana ni boti ya kifamilia na familia nzima wamekufa. Nani anaiendesha? Aliuliza Ken na kufanya maharamia hao kuongea wao kwa wao wakiamini kuna kitu kipo sawa. Asa muda huo mara baada ya boti hiyo kuafikia karibu kabisa na meli yao, alionekana mwanaume ambaye nguo zake zimejikunja tu huku akiwa na ndevu nyingi na masharubu. Uso wake ulikuwa hauna muonekano mzuri kabisa na macho yake yalidhihirisha ukatili. Alikuwa ni kama binadamu ambaye nafsi yake imetekwa. Mtu yule aliinua macho yake akiwa kwenye boti ile na kuangalia maharamia hao wa kundi la The Shark, na alionekana ni kama mtu ambaye anawaza jambo. Sasa mmoja haramia akasema kwamba, we nani? Ndio umeua watu wote kwenye boti yako? Lakini yule mtu mwenye muonekano mbaya hakujibu swali lake. Badala yake aliruka kutoka katika boti yake na kwenda kutua juu ya meli hiyo kwa urahisi wa hali ya juu sana. Kitendo kile sasa kiliwafanya wale maharamia kuwa katika hali ya tahadhari, kwani kitendo cha mtu huyo kuweza kuruka katika meli yao yenye urefu kwenda juu, waliamini sio mtu wa kawaida. Mtu yule aliwaangalia wale maharamia bila hali ya hofu hata kidogo, na macho yake yalidhihirisha ukauzo na kejeli. Sasa kwa sauti nzito yule mtu akasema, kuanzia leo hii meli ni ya kwangu. Jamaa aliongea kwa sauti nzito. Maneno yale yaliwashangaza wale maharamia na kumfanya Captain Ken kutoa kicheko kikubwa mno cha masikitiko. Akasema, unasemaje wewe? Nadhani sijakusikia vizuri, na kama upo sahihi unanijua mimi ni nani? Yule mtu akasema, sijali wewe ni nani, kuanzia sasa unapaswa kutii kila ninachoongea kama bosi wako. Sasa haramia mmoja akatukana akasema, huyu kiumbe atakuwa kichayo. Captain, ngoja tumuue tu. Aliongea haramia hivyo huku sasa akikoki bunduki yake kwa haraka, na pale pale alimlipua yule mtu. Jeraha liliweza kuonekana katika kifua cha yule mtu, na aliinamisha kichwa chake na kuangalia lile jeraha, na pale pale alivua shati chafu ambalo alikuwa amevaa, na aliingiza vidole viwili kwenye lile jeraha na kisha akachomoa ile risasi. Kitendo kile kiliwafanya maharamia wote macho kuwatoka wakiwa hawaamini. Hasa mara baada ya risasi ile kuitoa, kilichowashangaza zaidi ni mara baada ya kuona lile jeraha likianza kupona kwa kasi mno mpaka kufunga, na kitu pekee kilichobakia ilikuwa ni ushahidi wa damu tu. Tukio lile lilimfanya captain wa meli hiyo Bwana Ken kushikwa na kihoro na kumwangalia kwa hofu. Sasa Ken akasema, wewe ni nani haswa? Aliuliza huku baridi wa hofu ukimpitia mgongoni kwake. Alifikiria pengine anachokiona ni juu ya zile story tu ambazo alizisikia juu ya viumbe wanaofanana binadamu wanaotokea wakati wa jua kuzama. Yule mtu hakuongea neno, na pale pale aliwasogelea wale maharamia, na kitendo cha wao tu kutaka kumshambulia walijikuta wamechelewa baada ya kugundua alikuwa na spidi kubwa kuliko isivyokuwa kawaida na kushindwa kabisa kumlenga. Bwana yule aliishia kuchukua kisu ambacho kilikuwa katika moja ya maharamia na kuanza kuwachinja. Ken pale pale aliweza kuona hali haikuwa nzuri hata kidogo, na anapaswa kuchukua hatua, maana ndani ya dakika moja amekwisha kupoteza vijana wake 10. Alijikuta hasira kali kimvaa, na pale pale alikusanya uwezo wake wote wa nishati ya ndani na kisha aliuianisha na nishati ya bahari na kumshambulia yule mtu. Mtu yule ni kama alimwacha Ken kumshambulia ngumi 2 kifuani kwake, na baada ya pale alimshika mikono yake na kisha kichwa chake na kukipigisha kwenye ukingo wa meli, na kilipasuka pale pale na kuacha uji mweupe. Alikuwa ni kama amegongwa na gari. Yule bwana mara baada ya kumuua yule Mrusi, pale pale alitumia kisu kilichokuwa chini na kisha alimkata Ken mkono na kuanza kunyonya damu yake huku akitoa kicheko cha hali ya juu. Sasa
Mara baada ya kuona ule mwili umekauka, aliutupa pembeni na kisha alianza kuchinja maharamia waliokuwa wamebakia katika ile meli. Waliosalimika walikuwa ni wachache sana ambao waliamua kurukia majini ili kuepukana na kuchinjwa, lakini zaidi ya maharamia 100 walipoteza maisha pale pale ndani ya dakika chache tu na kufanya meli hiyo kujaa damu nyingi ambazo zilitiririka na kuingia majini. Mara baada ya kuona amekwisha kumaliza kazi, alisha kutabasamu akifurahishwa na damu na viungo vya watu hao, na pale pale alipiga hatua na kuingia ndani ya kibanda cha meli hiyo. Na kitendo cha kuingia tu, aliweza kumwona mwanamke ambaye amejificha kwenye kona akitetemeka. Mwanamke huyo ngozi yake ilionekana kuwa na makovu mengi kutokana na kufanywa ukatili, na alikuwa akitoa harufu kali hata kwa umbali wa mita kadhaa ungehisi tu harufu yake. Yule mwanaume wa kutisha alimwangalia yule mwanamke ambaye alikuwa ni kama mnyama aliyeingia kwenye mtego wa mwindaji, na hali ya tamaa ilimvaa pale pale. Mwanamke ule mwili wake wote pamoja na hisia vilikuwa vimekufa ganzi kabisa, na alitumia macho yake kumwangalia yule mwanaume kwa umakini, lakini pale pale macho yake yalionekana kuchanua kama mtu ambaye alikuwa kwenye giza muda mrefu na hatimaye ameweza kuona mwanga. Sasa kwa nguvu, akiwa ni kama haamini, akaita Saidi. Mwanaume yule mara baada ya kusikia jina lake likiitwa, alisimama na kuacha kusogea, huku muonekano wake ukitoka katika hali ya ukatili na kuwa ya mtu wa kawaida. Nani anamkumbuka Saidi? Nani anamkumbuka Saidi? Nani anamkumbuka mtoto wa utotoni kwenye kituo cha kulelea yatima? Heya, huyu Saidi huyu. Nadhani Hamza ataomba maji. Kitendo cha kusikia jina lake fake la Saidi badala ya Adam ilimfanya badilike pale pale na kujihisi binadamu. Sasa akasema, wewe ni nani? Unanijua mimi? Aliuliza Saidi huku mikono yake ikianza kumtetemeka. Alikuwa ni kama mtu ambaye ametoka kwenye ndoto ya kutisha. Upande wa yule mwanamke ilikuwa ni kama amemuona mwokozi wake, na pale pale alianza kutambaa kutoka alipokuwa na kwenda kuikumbatia miguu ya Saidi. Yule mwanamke akasema, mimi ni Lamla, mke wa Wilson Dosam. Familia na umiliki makampuni ya Dosam. Tuliwahi kuonana kwenye tafrije ukiwa na James. Wewe ni Saidi? Ndio, sijakufananisha. Tafadhali naomba nisaidie. Siwezi kuendelea kuvumilia zaidi huu ukatili. Nitakufa mimi. Ni Saidi. Basi anisikika hapa ni mama wa kambo wa Reji. Huyu si mwingine ni Lamla. Lamla alikuwa ni kama sasa amepata uhai na kuanza kulia kama binadamu. Zile hisia zake ambazo zilikuwa ni kama zimempotea kama binadamu zilimrudia. Saidi pale pale alianza kumwangalia kwa makini mwanamke huyo, na pale pale kumbukumbu zake zilimkumbuka vizuri sana. Saidi akasema, wewe nakujua. Imekuwaje ukawa hapa? Hii pia ni kazi ya Hamza? Lamla akasema, Hamza? Lamla mara baada ya kusikia jina la Hamza, hofu ilimuingia pale pale. Jina hilo kwake ni kama jina la shetani. Lamla akasema, Hamza ni shetani, sitaki kulisikia hata jina lake. Aliongea huku akiendelea kulia. Saidi akasema, ni kweli kabisa, yule ni shetani kwa namna alivyotufanya na kuwa katika hali. Umesema unataka nikusaidie wakati na mimi nipo kama hivi tu na sijui hata ni wapi napaswa kwenda. Unataka nikusaidie vipi? Au unataka turudi Tanzania na kuendelea na maisha kujificha? Lamla akasema, hapana, siwezi kurudi Tanzania. Mtoto wangu yupo Australia kimasomo. Nikiweza kumpata, nitaweza kupata hela ambayo itanifanya kuwa na maisha mapya. Saidi akauliza kwamba unamaanisha Frankie? Aliuliza hivyo Saidi, na Lamla alitengisha kichwa na kumfanya Saidi kucheka kwa nguvu. Saidi akasema, kama ni hivyo basi twende zetu Australia, twende zetu tu na hii meli. Aliongea na kurudia hali ya kucheka kwa nguvu, na pale pale Lamla alisimama na kuanza kucheka, lakini upande wake baadaye kicheko kiligeuka kuwa kilio cha uchungu, huku akionekana kama mtu ambaye kisasi kimeujaza moyo wake. Lamla akajiwazia kwamba Hamza na Regina, nitarudi, I'll be back. Alisema hivyo huku sasa kisaga meno kwa hasira. Sasa siku iliyofuata bwana, Hamza hakuweza kuota kabisa ile ndoto licha kulala usingizi mzito. Ukula alitamani kuota tena ili ajue nini kinaendelea, lakini upande wake hakutaka kulazimisha kuota kwa kutumia ule mshumaa ambao Frida alimwambia utumie. Hakujua tu ni kwa nini, lakini bado alikuwa mzito mno kutumia kifaa kile ili aweze kuota.
Wakati akifikiria pia juu ya lugha iliyokuwa kwenye kitabu alichopewa na Ganesha, ilimfanya kukumbuka pia swala la Amiri, na pale alitoa simu yake na kuwasiliana na Sally, na haikuchukua muda mrefu kumpata mwanamke aliyefahamika kwa jina la Sally na kumwambia ampe matokeo ya kazi. Lakini Hamza alichoweza kusikia hakikuwa cha kuridhisha kabisa mara baada ya kuambiwa lugha hiyo bado imekuwa ngumu kujulikana kwamba ni lugha gani, lakini utafiti bado unaendelea mara kwa mara kwa kuhisia pengine lugha ya kikabila. Sasa Hamza mara baada ya kusikia hivyo hakutaka kufikiria zaidi na kumwambia Sally kama atapata kitu ambacho kitarahisisha kazi hiyo atamjulisha. Siku nzima ya Jumapili hakuna kilichotokea zaidi tu ya kukaa nyumbani akichati na mrembo Irene, ambaye alianza kwa kumlaumu Hamza kwa kuoa bila ya yeye kuwa na taarifa. Na Hamza alimjibu kwani yeye ni nani mpaka amwambie? Mrembo huyo licha ya kuambiwa hivyo hakukasirika na kumtaka Hamza atimize ahadi yake. Akimaliza masomo lazima wawe wote hata kama ameoa. Kauli hiyo ilimfanya Hamza asijue acheke ama alie, maana ilikuwa ni ya kijinga, lakini kwa Irene alionekana kuwa serious. Upande mwingine Kanali Dastan na Amos waliweza kuingia dili na Dina. Ijapokuwa mwanzoni walitaka kujua kwa nini Dina aliwapatia rekodi ya sauti ambayo inadhihirisha Sedekia kufariki, lakini Dina aliwaambia hawezi kuwapa sababu mpaka watimize masharti yake yote ambayo aliwawekea mezani. Asa Dastan na Amos hawakuwa na namna. Kwa namna fulani waliweza kuhisi kuna kitu kikubwa kiliendelea kama kweli Sedekia atakuwa bado yupo hai, na jambo hilo liliwatia shauku na kutaka kujua zaidi nini kinaendelea. Hivyo waliona kwa namna yote wanapaswa kutimiza masharti ya Dina ambayo ni kuruhusu mtu mwingine kukaa kwenye gereza la Silo, kurithi nafasi ya Mchuku na vile vile wapate taarifa zote zinazohusiana na familia ya Wanyika. Sharti la mrithi wa Mchuku halikuwa gumu sana kwa upande wa Kanali, lakini sharti la taarifa za familia ya Wanyika ilikuwa ni gumu mno, kwani kwa kipindi kirefu siri juu ya nguvu ya familia hiyo ilikuwa ni kama siri ya taifa na hakuna aliyekuwa akijua, na hata wale waliokuwa wakijua hawafahamiki ni wakina nani kwa majina au faili lake linapatikana wapi. Lakini Dastan aliamini kwa namna moja ama nyingine lazima kuna namna ambayo familia hiyo itakuwa inafahamika na faili lake lipo, ndio maana wanakuwa na nguvu sana ndani ya Tanzania. Hivyo kete yake ya kwanza aliamini ni kumtumia rais anayekwenda kustaafu Mheshimiwa Elias, na akikwama katika hilo ndio atatumia mpango mwingine. Sasa upande wa Amos hakuwa na haraka sana. Alipanga kufuata nyayo zote za Dastan na ataweza kufanikisha misheni yake aliyopewa kwa njia hiyo. Kila kitu kilimwambia tukio la ex wake Jasmine na juu ya mkufu aliowahi kuona lazima kuna muunganiko na kesi ya Sedekia, pamoja na ya tukio la ajali ya radi lililotokea miaka mingi huko mkoani Rukwa wilaya Sumbawanga. Hivyo licha ya kwamba hakuwa akimwamini Dastan, aliamini hiyo ndio njia rahisi kufanikisha mipango yake, kwa kuamini pia Dastan hakuwa akimwamini yeye, na kwa namna moja ama nyingine lazima atakuwa na mpango wa kutompatia taarifa. Sasa kwa akili hiyo Amos alikaa macho na kuona kila hatua ambayo Kanali atachukua. Ilikuwa ni siku nyingine kabisa ya mwanzo wa wiki ambayo kwa Tanzania ilikuwa wiki ya uchaguzi wa kuchagua rais mpya wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Polisi kwa kushirikiana na idara nyingine za kiusalama walihakikisha hali ya amani ndani ya maeneo yote ya Tanzania inadumishwa ili zoezi hilo sasa liweze kufanyika kwa ukamilifu mkubwa bila dosari. Wakati wananchi wengi wakijali juu ya serikali inayoingia madarakani, upande wa Reji ni kati ya watu ambao hawakuwa kijali nani atachaguliwa au nani alikufa na nani akamrithi mwingine. Yaani ni kama wewe msikilizaji ambaye haupigi kura, rais yote atakayekuja freshi, kwa hiyo hajali nani amefeli kwenye uchaguzi, nani sija ameshinda, hajali. Ndivyo Reji alivyo sasa. Kwa namna yote ile alijua kabisa kampuni yake haiwezi kuathirika, na hata kama ikitokea mbinu za kukabiliana na sera mpya ya serikali wanazo, kama walivyofanya kazi kwa miaka mingi chini ya marais tofauti kama mwenyekiti na afisa mtendaji mkuu wa kampuni. Siku hiyo ya Jumatatu rasmi airudi kazini. Wakati akiingia ndani ya jengo hilo la makao makuu ya kampuni zote za Dosam, wafanyakazi walikuwa wametengeneza bango kubwa pamoja na maua ya aina mbalimbali kumkaribisha pamoja na kumpa pole. Yaani ilikuwa ni ishara pia ya kumpa heshima yake kama mmiliki mkuu wa makampuni yote nje na ndani ya nchi. Na Hamza ili kuwapa nafasi wafanyakazi kumkaribisha, alimwacha Regina nje ya geti ili aingie kwa miguu kupitia lifti ya kawaida.
Regina alikuwa kama malkia akipita katikati ya watu waliojipanga mstari ambao wengi wao ni wafanyakazi wakubwa katika kampuni hiyo na wengine wakiwa ni wakurugenzi katika kampuni tanzu. Sasa siku hiyo kulikuwa kuna kikao cha bodi ya wakurugenzi, ndio maana kila aliyekuwa na cheo kikubwa katika kampuni hiyo aliwasili. Regina licha udogo wake alionyesha kujiamini kusikokuwa kwa kawaida, huku akiwapa ishara baadhi ya mabosi hao kuwasalimia. Hamza aliyekuwa ndani ya gari alisha tu kuangalia tukio lote, na kwa jinsi ambavyo Regina alionekana kujiamini, alisha kukunja mdomo na kutoa tabasamu ambalo halikuelezeka kwamba alikuwa akiwaza nini. Ukweli Hamza jana na asubuhi hiyo Regina alikuwa tofauti na yule aliyekuwa akicheza naye siku nzima Jumamosi. Alikuwa amerudi katika hali yake ya kawaida na hakuwa hata na chembe ya utani kwenye macho yake. Mara baada ya kuegesha gari katika maegesho, moja kwa moja alienda mpaka ndani ya ofisi yake na alikuta kazi zilizowekwa azifanyie kazi, lakini kabla ya kuanza kazi aliingia kwenye soko la sarafu ya Bitcoin na kuona ametengeneza faida kiasi gani. Na baada ya hapo alimalizia kazi haraka na Linda, katibu muitasi, mara baada ya kukuta kazi ambayo ameacha imekwisha kumalizwa, alishakuridhika tu na hakuwa tena yule mwanamke ambaye alikuwa akimwangalia kwa chuki. Alimheshimu Hamza mara baada ya gundua kuna uhusiano uliokuwepo kati yake yeye na bosi wake. Hivyo licha kumpa kazi, lakini alijitahidi kutokuvuka mipaka. Afisoshe alikuwa akipenda kazi yake mno na aliogopa kumkasirisha Regina kama alivyofanya mara ya mwisho. Licha elimu yake kutokuwa kubwa sana, lakini mshahara wake ulikuwa ni zaidi ya wa daktari bingwa. Muda wa chakula cha mchana kama kawaida, Hamza alishuka mpaka katika mgahawa wa kampuni na kuchukua chakula chake na kwenda kukaa katika meza aliyokuwepo Yones. Captain, leo unaonekana vizuri mno. Vipi mazoezi? Yones hakuwa ameonana na Hamza kwa zaidi ya wiki moja au zaidi, na katika muda wote huo alikuwa akichukua mazoezi ya kile alichomuelekeza. Yones akasema, mimi nimejitahidi kuchukua mazoezi ya miondoko ambayo ulinionyesha, lakini nashindwa kufikia mara 100. Yaani mpaka sasa nimeishia mara 5 tu. Usiharakishe. Uzuri ni kwamba una msingi mzuri sana wa kimwili, na kadri nguvu zako za ndani zinavyojikusanya utapiga hatua. Mimi kwa mfano, uwezo wangu miaka kadhaa iliyopita ilinifanya maadui wasinisogelee kabisa, lakini baada ya kutelekeza nishati za mbingu na ardhi na kuanza kujifunza kitu kingine, sikufanikiwa haraka. Nilitumia muda mwingi sana kuwaza, kujaribu na kufeli mpaka nilipopata ujuzi mpya. Hamza aliongea hivyo ili kumtia moyo Yones na aendelee kujitahidi tu kuchukua mazoezi kadri yawezavyo. Yones akasema, kwa hiyo wewe mpaka sasa hivi hii mbinu imekufikisha level ya ngapi? Aliuliza Yones huku sasa kimwangalia Hamza na muonekano ambao ilikuwa ni ngumu sana kuelewa. Mimi ni pacifist, hivyo siwezi kujua nipo level ngapi. Sio mtu kupigana mara kwa mara. So kama wewe ni pacifist, utaki tu kuniambia. Nadhani kujuana kwako na mtu kama mshauri mkuu, huwezi kuongea kila kitu na mtu wa chini kama mimi. Uendelea kunichezea tu. Captain, unamaanisha nini kukuchezea? Hatujawahi kucheza ujue. Yaani hatujawahi kuchezeana. Unaongea ujinga gani wewe? Sijamaanisha hicho unachowaza. Mimi mbona naona hujakosea? Wewe niambie tu kama unataka tuchezeane fresh. Aliongea Hamza. Shida sio kuongea, tatizo ni kwamba Hamza sauti yake ilikuwa ni ya juu mno, na wafanyakazi waliokuwa ndani ya mgahawa walivyosikia maneno yao waligeuka kwa mshangao, huku wengi wakijiuliza, ina maana mwanamke mgumu kama Yones anataka kuchezeana na Hamza? Sasa Yones akasema kwamba yani wewe usivyokuwa na aibu, kwa bana makini bwana, yani nitakufanyia kitu kibaya ujue. Aliongea Yones huku akiwa na hasira baada ya Hamza kumfanyia makusudi watu wamwangalie kwa nyuso za kumcheka. Usiwe hivyo Yones, au hujapenda style yangu ya maneno? Naweza kuyabadilisha tu yanyooke kabisa moja kwa moja kwenye point. Aliongea na kauli hiyo ilimfanya Yones ukichaa kutaka kumvaa, lakini hata hivyo simu yake iliyotoa mlio ilimfanya kutulia. Mara baada ya kusoma ujumbe ulioingia kwenye simu yake, pale alionekana kuwaza kidogo na kisha kumwangalia Hamza kwa macho makali. Akasema, tufanye siku nyingine na lazima nikushikishe adabu. Mimi naondoka zangu. Aliongea haraka na alisahau kuondoa sahani yake kutokana na haraka. Hamza hakujua nini kinachoendelea mpaka mrembo huyo mwanajeshi kuwa na haraka namna hiyo. Hasa mara baada ya Yones kuondoka, Hamza alibakia mwenyewe na hakukuwa na mtu mwingine wa kuweza kutaniana naye. Hivyo baada ya kumaliza chakula aliingia kwenye mafriji pale na kukusanya matunda boksi 2, na safari ya kwanza ilianzia kwenye ofisi ya Liza, lakini hakumkuta. Na alimuuliza Mariam na kuambiwa kwamba yupo katika ofisi ya boss.
Kumbuka Eliza na Hamza alichofanya juzi. Sasa Hamza alijiambia, kwa sababu anakwenda kuunganisha familia ya Eliza na Regina kwa wakati mmoja, ngoja akawape chakula chao kwa wakati mmoja ili waanze kuzoeana. Sasa baada ya kuingia katika ofisi ya mkurugenzi, Eliza alikuwa mbele ya meza ya Regina huku akionekana kuwa na mawazo. Sasa Hamza akauliza kwamba nini kinaendelea hapa jamani? Aliuliza bila aibu yoyote wala wasiwasi. Eliza mara baada ya kugeuka na kumuona Hamza, alishakung'ata lipsi zake huku akiangalia chini. Regina yeye mara baada ya kuona maboksi mawili kwenye mikono ya Hamza, macho yake yalionyesha hisia fulani, lakini kwa sekunde kadhaa tu akasema kwamba unaweza kuweka kwanza matunda chini na uondoke, kuna jambo tunaongelea hapa. Hamza alikubali mara baada ya kuona hali ya hewa hapo ndani kidogo ilikuwa nzito na moyo wake ulikuwa ukisukuma damu kwa haraka sana, lakini licha ya hivyo hakutaka kuondoka. Baada ya kuyaweka chini, alienda kwa kwenye sofa. Sasa upande wa Regi mara baada ya kuona Hamza amekaa chini bila kuondoka, alishia kukunja sura na kisha akampotezea. Eliza, haina haja ya kumjali. Kama una cha kuongea ongea tu, mimi nakusikiliza. Baada ya Regi kuongea hivyo, Eliza akasema, mkurugenzi, nilichotaka kuongea ni kwamba naona kabisa sina vigezo vya kuwa vice president. Na hii ni kutokana tu na ukubwa wake. Eliza, kikao cha bodi kilishapitisha tayari hili. Na nilishatangaza juu ya wewe kukubali kushikilia wadhifa huo. Kipi kinakufanya kusita juu ya kuwa vice president wa kampuni? Bosi, ni kwa sababu tumesijaingia kwenye hii kampuni kwa muda mrefu, na hata kama nikisema hivyo hakuna ambaye anaweza kuniamini. Mimi na wasiwasi naweza kukuangusha juu ya matarajio yako kwangu. Sasa Hamza mara baada ya kusikia maneno ya Eliza, hatimaye alijua nini kinaendelea. Ilionekana ni swala la Eliza kutokujiamini kuwa makamu rais wa kampuni na sio ugomvi wa mambo yao binafsi. Lakini hata hivyo, Hamza alikuwa na hamu ya kuona ni kwa namna gani Regina atamshawishi Eliza kushikilia wadhifa huo wa vice president. Ukweli ni cheo kikubwa sana kulingana na ukubwa wa kampuni. Ndio maana kwa mwanamke mpole kama Eliza lazima aone uzito wake. Afisitoshe pia kuna maafisa waandamizi wengi ndani ya hiyo kampuni ambao walifika hapo kabla yake. Hivyo swala hilo lingempa mzigo wa kisaikolojia. Regina alionekana kufikiria kwa muda huku akimwangalia Eliza. Na baada ya dakika 3 alionekana kupata cha kuongea. Sawa meneja Eliza, nitakuuliza maswali kadhaa, hivyo unapaswa kuyajibu kwa uaminifu. Aliongea Regi na Eliza alitingisha kichwa kukubali. Je, Regi ameshapata taarifa ya kwamba Eliza ameshatenga kitumbua mezani na Hamza akakinywea na chai ya maziwa? Lakini vipi kuhusu Saidi na Lamla? Kumbuka Lamla amesema Regina na Hamza, ninarudi kwa ajili yenu. Itakuwaje? Vipi kuhusu taarifa ama yote wanayofanya Dastan pamoja na Amos? Je, hawa watatupa picha zaidi kuhusiana na kilichotokea Sumbawanga, kuhusiana na radi iliyopiga familia ya mwanamke pamoja na watoto na kuua? Kuna chochote ambacho labda utahisi ama unahisi kutokana na kufuatilia kwao? Lakini wote tunatamani sana kujua vitu viwili kati ya hivi vitatu ambavyo nimezungumza. Cha kwanza ni je, maswali yanayoenda kuuliza Regi ameshafahamu ya kwamba Eliza ndiye alitoa kitumbua akakitenga mezani na Hamza akakinywea na chai ya maziwa iliyochanganywa na iriki? Na je, Lamla anakuja kurudi kwa namna gani mara baada ya kusema Regi na Hamza narudi kwa ajili yenu? Combination ya Saidi na Lamla itakuwa ni changamoto kwa Hamza na Regina? Huwezi amini tu msikilizaji, natamani sana kufahamu maswali anayokwenda kuulizwa Eliza. Aka Regi kutaka ameshajua, kana mkono mrefu aka katoto. Langu jina Lucas Lumbas, God bless you till we meet again. Bye bye.